wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika video ya leo tutazungumzia jambo lenye nguvu sana kwa kila muumini, umuhimu wa adhkari. Maneno ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu kila wakati na faida zake kiroho na kimwili. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufundisha kuwa kila kiumbe kikimkumbuka Allah, maisha yake huleta amani na mwanga wa roho. Pia Qur'an inatufundisha umuhimu wa kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Sura Al-Ahzab, sura ya 33 aya 41 mpaka 42, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, enyi mlioamini mdhukuruni Mwenyezi Mungu kwa wingi wa kumdhukuru. Pia katika suratul Ra'd, sura ya 13 aya 28, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, wale walioamini na zikatua nyoyo zao kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu, hakika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu ndiyo nyoyo zao hutua ama hutulia. Hivyo tunaona mioyo ya walioamini hutulizwa kwa dhikri ya Allah, na kumkumbuka Allah hutoa amani na faraja ya kweli ndani ya nyoyo. Vile vile kuna hadithi zinazoelezea umuhimu wa jambo hili la adhkari. Namba moja, hadithi al-Qudus imepokelewa katika sahihi al-Muslim na sahihi al-Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, mimi niko kama anavyonidhani mja wangu, niko pamoja naye anaponikumbuka. Akinikumbuka moyoni mwake na mkumbuka moyoni mwangu, akinikumbuka mbele ya mkusanyiko na mkumbuka mbele ya mkusanyiko bora zaidi, malaika. Pia imepokelewa katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, mwenye kusema subhanallahi wa bihamdihi mara 100 kwa siku atasamehewa madhambi yake hata kama ni mengi kama povu la bahari. Pia kuna hadithi na aya nyingi ndani ya Qur'an zinazoelezea juu ya umuhimu wa dhikri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faida za adhkari. Namba moja, huleta utulivu wa moyo. Adhkari huondoa wasiwasi na huzuni. Qur'an inasema katika sura Ar-Ra'd aya 28, mioyo ya waumini hutulika kwa kumkumbuka Allah. Namba mbili, dhikri inaleta uwepo wa msaada wa Allah, kwani Allah anasema niko pamoja naye mja anaponikumbuka. Namba tatu, ulinzi wa roho na mwili. Kumkumbuka Mwenyezi Mungu humlinda mja dhidi ya hatari na maovu. Namba nne, kuimarisha imani. Kila adhkari ni alama inayoongeza ukaribu kwa Allah na kumfanya muumini kuwa makini na amali zake. Namba tano, baraka na thawabu. Imepokelewa katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, kuna maneno mawili mepesi mno kutamka kwenye ulimi na mazito mno kwenye mizani, kwa maana malipo ya thawabu zake, na yanayopendwa mno na Ar-Rahman. Maneno yenyewe ni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Tuangalie sasa madhara ya kutofanya adhkari. Namba moja, mioyo yenye huzuni na wasiwasi. Qur'an sura 13 aya 28 inaonyesha adhkari hutoa faraja, na kutofanya adhkari kunasababisha mioyo isiyopata amani. Namba mbili, kupoteza thawabu kubwa. Hadithi inasema kila kiumbe kinachomkumbuka Allah kinapata thawabu, hivyo kutokufanya adhkari ni kupoteza baraka hizi. Namba tatu, kutengwa na neema za Allah. Adhkari hutoa hifadhi ya malaika na baraka. Kutofanya adhkari kunapoteza nafasi hii ya uongozi wa Allah. Namba nne, kuathiri maisha ya kila siku. Mtu asiyemkumbuka Allah huishi maisha bila mwanga wa roho, na maisha yake huwa na huzuni na woga wa dunia. Kwa hivyo ndugu zangu, tumkumbuke Allah kila wakati, asubuhi, jioni, baada ya sala na hata tunapofanya kazi zetu. Adhkari sio tu maneno, ni dawa ya moyo na roho. Kwa kumkumbuka Allah utapata utulivu, ulinzi na baraka zisizo kifani kwa kila muumini. Adhkari ni njia ya kuishi maisha yenye furaha, amani na thawabu isiyo na kikomo. Usisahau kusubscribe, like na kuweka comment ili usikose mafunzo na maudhui yajayo. Tuombe Allah atujalie tuwe wenye kumkumbuka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.